Taharuki imeibuka katika mtaa wa Viwandani, kata ya Mjini katika manispaa ya Shinyanga mjini baada ya mwili wa kichanga kukutwa nje ya nyumba kikiwa kimetupwa kwenye mfuko wa kuhifadhia taka. Tukio hilo la kikatili limetokea Oktoba 22, 2025 katika moja ya hosteli ya wanafunzi wa chuo mara baada ya mtu mmoja aliyefahamika kwa jina la Jeremia Evans kupita katika eneo hilo la hifadhi ya taka, ndipo alipobaini kuwepo kwa kichanga hicho. Mimi huwa nina tenda za kulisha kuku hapo Nguzo 8. Kwa maana hiyo huwa nakusanya maugari, huwa napata humu kwenye mamifuko, ninapeleka Nguzo 8 kupata riziki. Leo hii nimekuja na fukua namna hii kwenye mifuko na kumbana na kitoto. Mfuko wenyewe wa 200. Tukaja kuangalia tukakuta kweli katoto kama kana miezi 8. Mtoto ameshaota paka nywele. Paka na nywele, paka na macho, mtoto ameshatokeza paka na kucha. Ndio sasa ikabidi sasa ndio watu wajitokeze waje waangalie kumsanga ulikotokea. Bwana Ashlafu Majaliwa ambaye ni mwenyekiti wa mtaa wa Viwandani anabainisha kutokea kwa tukio hilo. Taharuki imekuwa ni kubwa. Nimefika na kukuta mtoto mchanga ambacho ni kiumbe hakijajulikana vizuri ni cha jinsia gani, kimetumbukizwa ndani ya mfuko wa takataka. Na kwa mujibu wa utaratibu wa mtaani kwetu, mara nyingi gari za taka zinapita siku ya Jumatano. Kwa hivyo waliyefanya tukio hili pengine alikuwa na targeti zoezi la uzoaji taka ili kiweze kwenda kuteketezwa kwenye dampo la uchafu. Wasamaria wema wamebaini mapema tukio hili kabla ya taka kubebwa na kugundua kuna kiumbe ambacho ni kiumbe ambacho ni malaika wa Mungu. Huyo katupo ndani ya mifuko hiyo na wamejitahidi kukiokoa na kimehifadhiwa katika chombo maalum cha boksi ili kusubiri sasa jeshi la polisi lije likibebe na liende likabaini katika vyombo husika na kubaini nani ambaye anahusika na tukio hili. Kwetu tumelipokea tukio hili sisi kama wanamtaa wa Viwandani kwa masikitiko makubwa sana, kwa sababu huu ni ukatili ambao serikali siku zote imekuwa inapiga vita sana. Kwa hivyo nazidi kuwaomba wananchi wangu wa mtaa wa Viwandani walio katika eneo hili wajaribu kuwa na utulivu. Jeshi la polisi lipo kwa ajili ya kusimamia zoezi hili na hospitali zetu zitakwenda kubaini ni chanzo chake ni kipi, na nina imani kwamba haki itatendeka na sheria itachukua mkondo wake. Mtazamaji, na kusiendelea kufuatilia chaneli yetu ili wa kwanza kupata mwendelezo wa tukio hili, ikiwemo kusikia kauli ya jeshi la polisi. Na hii ni Lindimu Media kutoka Shinyanga. Jina langu ni Agustino Daudi.